Wachina na Warusi bado wanaendelea kushikamana na Iran kuhusu suala la nyuklia la Iran. Sasa wanashikamana zaidi kuhakikisha kwamba Iran inapata fursa na inapata nafasi muhimu na haki juu ya suala la nyuklia la amani. Wakati huu wameungana na Iran kwa pamoja na wamethibitisha kusitishwa kwa azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika barua iliyotumwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Iran, China pamoja na Urusi zimemwandikia barua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakithibitisha kusitishwa kwa azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu mpango wa amani wa nishati ya nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Barua hiyo iliandikwa na balozi za nchi hizi tatu kwa Umoja wa Mataifa ambayo ilitumwa kwa Guterres. Barua hiyo ilisema kwamba wanathibitisha kwamba kwa mujibu wa aya ya 8 ya utendaji azimio nambari 2231 masharti yake yote yatakomeshwa baada ya Oktoba 18 mwaka 2025. Kwa hivyo tarehe hiyo inaashiria mwisho wa Baraza la Usalama kuzingatia suala la nyuklia la Iran. Wajumbe wa nchi hizo waliandika. Azimio hilo liliidhinisha mpango kamili wa utekelezaji JCPOA, makubaliano ya kihistoria ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa mengine ya Ulaya. Lakini kutokana na namna ambavyo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilivyoichukulia Iran kutokana na mashinikizo kutoka kwa nchi za Magharibi, makubaliano ni kwamba waliamuru kusimamishwa kwa vikwazo vinavyohusiana na nyuklia dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Marekani hata hivyo iliacha makubaliano na kurudisha vikwazo vyake katika hatua isiyo halali na ya upande mmoja mwaka 2018. Mnamo mwaka 2020 Washington ilijaribu bila mafanikio kuanzisha utaratibu wa JCPOA unaoitwa snapback ambao ungerudisha marufuku yote yanayohusiana na nyuklia dhidi ya Iran. Washirika wa Marekani wa Ulaya kisha walisalimu amri kwa shinikizo la Marekani. Walisaliti ahadi ya kuirejesha Washington kwenye mapatano na pia kusimamisha biashara yao wenyewe na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Madai ambayo hayajawahi kuthibitishwa na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA licha ya ukaguzi wake na kuingilia kati hadi sasa. Mapema mwaka huu mataifa ya Ulaya yaani Uingereza, Ufaransa na Ujerumani yanayojiita E3 ilijaribu mkono wao katika kuanzisha snapback, utaratibu uliosababisha kurejeshwa kwa vikwazo mwishoni mwa mwezi uliopita. Barua hiyo ilikumbusha kwamba watatu hao hawana haki ya kisheria ya kurejesha vikwazo hivyo kwa kuzingatia kujitolea kwao kwa JCPOA. E3 baada ya wito wenyewe kuacha kutekeleza ahadi zao chini ya JCPOA na azimio nambari 2231 na pia kushindwa kutekeleza taratibu za mfumo wa usuluhishi wa migogoro DRM, hakuna msimamo wa kutekeleza masharti yake. Wakati huo huo walikubaliana kwamba kwa kuzingatia kwa Baraza la Usalama kwa tarehe ya kumalizika kwa azimio hilo kunachangia kuimarisha mamlaka ya baraza na uaminifu wa diplomasia ya kimataifa. Wanadiplomasia hao hatimaye walitoa wito kwa pande zote kuweka mazingira mazuri ya juhudi za kidiplomasia. Kwa maana hiyo umekubaliana kwamba lazima Iran isiendelee kuwa katika vikwazo kama ambavyo mataifa mengine yamekuwa yakizalisha uranium lakini kwa ajili ya amani katika mataifa yao. Mtazamaji, hiyo ndio hali ambayo inaendelea wakati huu. Ni taifa la Urusi pamoja na China ambao yameamua kuendelea kuishikilia Iran katika mapambano dhidi ya suala la nyuklia ambalo limeshikiliwa na watu wa Magharibi na ambao wametaka kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.